Karibu katika sehemu ya pili ya historia ya mtoto wa Afrika, hayati Robert Mugabe. Katika miaka yake ya kwanza madarakani, Mugabe alionekana kama mfano bora wa uongozi wa Kiafrika. Alihimiza maridhiano na waliokuwa wakoloni, alijenga shule, hospitali na miundombinu. Lakini maisha yake awali ya Robert Mugabe kwa kiasi kikubwa yaliakisi mtindo na maamuzi yake uongozi alipokuwa rais wa Zimbabwe. Tabia, imani na mafunzo aliyoyapata alipokuwa kijana yaliunda msingi wa utu wake wa kisiasa na jinsi alivyoendesha serikali. Maadili, nidhamu, kujituma na kufuata taratibu ilionekana katika uongozi wake wa awali, na alihimiza elimu, nidhamu ya utumishi wa umma na kuwajibika kwa taifa. Aidha, alikuwa kiongozi mwenye msimamo mkali, aliyependa utaratibu na ambaye hakuvumilia uasi au ulegevu serikalini. Maisha ya awali ya Robert Mugabe, kuanzia malezi ya kidini, uzoefu wa ubaguzi wa kikoloni, elimu ya juu hadi maisha ya kifungo, yalizaa matunda ya kiongozi mwenye nidhamu, usomi, uzalendo mkali, msimamo wa kiitikadi usioyumba na uoga wa kupoteza mamlaka. Maisha ya Robert Mugabe yamepata changamoto nyingi za hapa na pale, lakini hasa kwa familia. Sote hapa tuna familia. Baba yake hakumlea, na wanasema alikimbia tu, hajulikani aliko. Hata Mugabe mwenyewe katika maisha yake hajawahi tamka sana, ametaja mama yake. Kwa hiyo alijifunza kusalitiwa tangu nyumbani mwake baba yake, ambapo hakuna nini. Na ndio maana nadhani hii ni wosia hata kwa vijana wanaokuwa leo. Mugabe ndipo aliposema, kwa hiyo baba na mama itakuwa ni shule. Alipokuwa Fort Hare, ilipotimiza miaka 100, alitamka kwa kusema, nimesemwa kwa maneno mengi mabaya kwamba nimetawala Zimbabwe vibaya, lakini ninachowaachia ni elimu nzuri katika bara la Afrika lote. Aliwaambia hivyo, na bazaries yake, wanafunzi aliowapa scholarship, udhamini kusoma South Africa, ilikuwa ni zaidi ya 5,000 hela ya serikali. Iki watu hawasemi. Na alitamka kabisa kwamba na chuo cha Fort Hare labda wamefuta leo, pale ana minimum ya kiwango cha chini wanafunzi 2,000 kwa mwaka, shahada za awali kupeleka South Africa. Kwa hiyo alisema, mimi kilichonifikisha hapa ni elimu, kwa sababu baba hakuwa na mchango wa maana. Kwa hiyo baba alibakia kuwa ni elimu, na hicho kwa kweli Mugabe aliwasaidia sana. Karibu robo tatu ya maprofesa wanaosikika weusi ni wa Zimbabwe, wapo kila mahali. Lakini ndio hiyo kazi ya Mugabe. Alisema, huenda kweli nimeharibu kila kitu, lakini sitaharibu elimu. Kwa hiyo nakuta maisha awali, moja ni ndani ya familia, na kitu anachoamua ni swala la elimu. Wamisionari wamempenda sana, na hata hicho chuo cha Fort Hare kilikuwa ni cha wamisionari. Wamempenda, na hivyo na yeye mwenyewe alikuwa ni Mkatoliki mzuri sana. Nadhani umeona hata dakika za mwisho alikuwa na imani kubwa. Hata aliyesuluhisha Mnangagwa arudi kutoka Afrika Kusini alikuwa ni Padre Mukonori, ni maarufu anaitwa Mugabe's Confessor. Shida zote wametofautiana na ZANU PF, hawaelewani na mawaziri, alikuwa anamtuma yule padre, ndio anaenda kuzungumza na watu. Na hata simu aliyoongea na Mnangagwa alipokimbilia Afrika Kusini ilikuwa ni ya Father Mukonori. Padre Mukonori ndio aliyemuita. Anasema they talked for 20 good minutes, kwamba brother rudi, tumekuwa wote Tanzania, tumehangaika kote, unakimbiaje? Rudi haraka Zimbabwe. Kwa hiyo unakuta imani yake kwa kanisa Katoliki ni msingi mkubwa sana Mugabe, na mpaka nafariki aliendelea kuamini kila alichokifanya. Unakuta alikuwa anapata ushauri kwa padre au majesuit, na ndio waliomshauri hata aende hicho chuo cha Afrika ya Kusini. Lakini la pili, Mugabe mateso aliyopata, kufungwa miaka 11.
Inasemekana mageuzi ya ardhi nchini Zimbabwe chini ya utawala wa Robert Mugabe yalikuwa moja ya hatua zake kubwa za kisiasa zenye lengo la kurekebisha ukosefu wa usawa, lakini pia ndiyo yaliyochangia kwa kiasi kikubwa mwanzo wa kusambaratika kwa uchumi wa nchi ya Zimbabwe. Mchakato huu wa mageuzi ya ardhi ulikuwa mpango mkakati wa kuwakomboa wakulima weusi walioporwa ardhi na wakoloni. Hilo la kwamba muda huu muondoke, unajua upande mmoja Ian Smith naye vile vile alikuwa na nguvu zake kwa upande wake mmoja. Kwanza kusuala na kushika kule, kujiamini ndio kwamba hapa bado ni petu. Kwa sababu ulikuwa unatapatapa bado ukiamini kwamba bado hili ni shughuli zetu. Sasa katika kugawana na kufanya ardhi iweze kuwa mikononi mwao, wengi iliwaudhi. Na nakumbuka wakati ule mashamba mengi sana kulikuwa na raids, yani kuingia shambani, kukawa inajengeka chuki. Kwa sababu watu wanataka wajue kwamba hii ni mali yetu, lakini chuki ilianza kujengeka kwamba walianza kuingia katika mashamba, pengine kuuana, kuvunja, kuua ng'ombe na kuharibu mashamba, jambo ambalo zaidi lilikuwa la kisheria zaidi, lakini lilikwenda kwa namna polepole na hatimaye uamuzi wake haukuwa wa kiuchumi, ulikuwa zaidi wa kisiasa, kwamba twende tusonge mbele, makubaliano yafike mahali kwamba hakuna dawa, lazima nchi hii iachwe. Swala la ardhi kama ambavyo tunafahamu ni swala ambalo msingi wake unaanzia kwenye majadiliano ya uhuru, hasa katika makubaliano ya Lancaster mwaka 78 mpaka 79 hapo. Kwa hatua zilizochukuliwa za Robert Mugabe ilikuwa ni utekelezaji wa makubaliano ya Lancaster, lakini sasa utekelezaji huo haukuwapendeza wale waliokuwa wanufaika wa mfumo mzima wa kiuchumi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini sasa lazima tusisahau ya kwamba Zimbabwe ilikuwa ni moja ya makoloni yenye nguvu kubwa sana ya kiuchumi, yenye miundombinu imara kabisa, nyuma ya Afrika Kusini kimiundombinu, uzalishaji. Zimbabwe ilikuwa ni aina ya koloni ambalo lina nguvu kubwa sana ya kiuchumi, na hii kwa sababu kuna ushabiano ya aina ya ukoloni baina ya Zimbabwe na Afrika Kusini. Zimbabwe ilikuwa ni koloni la kilowezi, kwa maana ya wazungu waliokuwepo Zimbabwe, it was annexed by Britain. Ilikuwa ni sehemu ya, yani wazungu waliokuwepo Zimbabwe walisema hapa ni kwetu milele. Ndio maana hata Ian Smith anapotangaza uhuru UDI mwaka 64 anasema kwamba Uingereza inatusaliti sisi kwa sababu hapa ni kama Uingereza, ni nyumbani. Haamini kama wale wana pahala pengine nje ya Zimbabwe. Hawaamini kama ardhi ya Zimbabwe inapaswa kuwa ya watu wasiokuwa wao kama wazungu. Kwa sababu hiyo wameiendeleza na madai kama hayo. Lakini rungu hili Mugabe alilishusha hadi kwa watu wenye uhusiano na Smith kwa kuchukua mashamba yao. Kitendo hiki kilimvuruga Smith. Kuna jambo moja tu tunalolizungumzia, kilimo. Hapana, wote wananipenda. Kwa hiyo nina marafiki weusi wengi zaidi katika nchi hii kuliko Mugabe leo. Basi kwa nini wanataka kunilenga mimi? Hapana, kwa sababu dhamira yangu iko sawa. Lakini mara tu nitakapopata taarifa yoyote, nitakurudia na nitakujulisha. Kwa sasa hakuna taarifa, lakini nakuhakikishia hakuna tatizo. Na kuibua hasira ambayo ilimpelekea Smith kutumia majukwaa ya kimataifa kumlaumu Mugabe. The one who should be put on trial for genocide, isn't he, Mugabe, not Smith? Yeye ndiye anapaswa kushtakiwa kwa mauaji ya kimbari, sivyo? Sio Smith, kwa sababu aliua watu wengi sana. Aliua kwa maelfu. Na maanisha kule Kurundi katika eneo la Mutabere ambako aliua watu 30,000. Mimi sijawahi kumwaga damu ya mtu hata mmoja maishani mwangu. Yeye yupo katika hali ya hofu ya kupindukia. Hajui kama anakuja ama anaenda. Ni kama mnyama aliyejeruhiwa aliyenaswa kwenye kona. Unajua hilo ni hatari na haliwezi kutabirika. Kwa hiyo sijui niseme nini wala nifikirie nini kwa sababu ni vigumu. Ningependa ukweli ujulikane. Unapokuwa na dhamiri safi hauna tatizo, sivyo?
Unazungumzia kuhusu mkataba wa Lancaster, lakini kwa hakika si jamii ya weusi. Wao watakwambia waliishi maisha bora chini ya Smith kuliko chini ya Mugabe. Walifanywa kuamini propaganda za kikomunisti kwamba mambo yangekuwa bora, lakini isivyo bahati walidanganywa. Hapa paswi kuwa na lawama kuhusu yaliyopita. Nimepinga Mugabe kuunda tume ya ukweli na maridhiano kama ile iliyokuwepo Afrika Kusini. Mimi nafikiri hilo lingemtisha kama angekabili ukweli huo, lakini mimi ningeikaribisha sana. Of truth and reconciliation similar to the one that they had in South Africa. Well, really, I think that would frighten him if he had to face up to that thing. I would welcome it. Lakini cha ajabu ni kwamba Mugabe hakutetereka. Alisimamia kile ambacho alikiamini katika kukabiliana na ukosoaji wa Blair na kuonekana kuingilia masuala ya Zimbabwe. Mugabe mara nyingi alikemea kwa maneno. Mugabe alidai kuwa mashambulizi haya yalikuwa majaribio ya kisiasa ya kudhoofisha uongozi wake kutokana na msimamo wa serikali yake kuhusu ugawaji wa ardhi. Lakini unaweza kuona ni kwa jinsi gani Mugabe alikuwa akijiamini bila kumwogopa mtu yeyote. Children suffer from malnutrition, hunger and diseases compounded now by the deadly HIV/AIDS pandemic. Watoto wetu wanateseka kwa utapiamlo, njaa na magonjwa ambayo sasa yamezidishwa na janga hatari la ukimwi. Usaliti wa ajenda ya pamoja tuliojiwekea kule Rio ni ushahidi thabiti wa utawala mbovu wa kimataifa. Ukosefu wa nia ya kweli ya kisiasa kutoka kwa mataifa ya kaskazini na kutokuwepo kwa utawala wa kisheria wa haki katika masuala ya kimataifa. Lakini wao wangependa, kwa kuwa sisi ni uchumi wa kilimo, kuendeleza hali ambayo swala la upatikanaji wa ardhi linakuwa jambo la msingi katika hali yetu, Mheshimiwa Rais. Swali hili la msingi limewagawa wananchi weusi walio wengi ambao ndio wamiliki halali wa haki hiyo, na kwa hivyo ndio washiriki wakuu katika swala la ardhi dhidi ya wachache waliobakia, walioungwa mkono kimataifa, wengi wao wakiwa ni wa asili ya kizungu, hasa kutoka Uingereza, walioletwa na kuwezeshwa na ukoloni wa Kiingereza na sasa wakiendelea kusaidiwa na kudhibitiwa na serikali ya Blair. Tumesema kwamba hata tunapopata ardhi yetu, hatutawanyima kabisa wakulima weupe ardhi. Kila mmoja wao anastahili kuwa na angalau shamba moja. Lakini wao wanataka kuendelea kumiliki zaidi ya shamba moja. Zaidi ya moja, kweli kabisa. Mashamba 15, 20, 35 kwa mtu mmoja. Haya sio maneno ninayobuni, ni takwimu za kweli. Kwa hiyo hakuna mkulima anayeachwa bila ardhi, wala asiye na mtazamo chanya asije kuvuruga kile tunachojifanyia sisi wenyewe ili kuunganisha Afrika. Sisi ni sehemu ya bara hili. Hatuna tatizo na kubeba vikwazo kutoka Ulaya. Hatutoki Ulaya. Hatujawahi kuomba hata ardhi nchi moja ya Ulaya au sehemu yoyote ya ardhi hiyo. Kwa hiyo Blair, kana Uingereza yako na uniache na Zimbabwe yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, watu lazima waje kwanza katika mchakato wote wa maendeleo endelevu. We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. Mr. Chairman, having said that, may I say, people must always come first in any process of sustainable development. Na usisahau ana lugha nzuri sana yule bwana, na ana ufundi mkubwa wa kuzungumza lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo alijua lugha ya Kiingereza kiasi kwamba wengi walikuwa wanapenda kumsikiliza. Ni mwandishi na ni msomi, ni mwanaharakati, ni mpiganaji, ni mpenda maendeleo. Sasa sifa hizi na hali hii ilifika mahali ambapo aliwaelewa vizuri zaidi wazungu, aliwaelewa, na katika harakati hizo nafikiri ilifika mahali akaweza kuunganisha nguvu. Naomba nikurudishe mahali ambapo alikuja mwaka 1983 hapa. Kama sikutoka mwaka 1983 alikuja hapa Mugabe. Baada ya kitu cha kwanza alichotamka nakumbuka, na kitu kingine alichosema
kwanza alitoa zawadi ya shilingi ya magunia ya tani 25,000 ya mahindi, na alitamka kama hii ni zawadi kwa Watanzania, kwa mapiganio wetu, tunapeni hii. Kwa hiyo bado kichwani mwake swala la mahindi, swala la kilimo kichwani mwa Mugabe ilikuwa moja pale. Lakini ninafikiri pengine katika ukiacha hii zawadi tuliyoipokea sisi ya mahindi, ninafikiri katika utendaji wake wa siku hadi siku nyumbani, yeye alitaka haifanye mara moja, na wale waliamini kwamba hii ni yetu, kitu ambacho kiliweza kuleta mgogoro wa siku nyingi. Isahau mapigano yalifanyika kuharibu mashamba na nini, lakini pole pole aliweza kuwafanya wanaoenda Zimbabwe waweze kutambua kwamba ardhi bado ni yao, ingawa sehemu kubwa ya ardhi ile ilichukuliwa na wao. Kwa hiyo yeye aliamini katika kuendelea kuzungumza, na naamini alishauriana na Mwalimu mara nyingi sana kwamba pole mnaweza kufanya, lakini wale wazungu weupe kule bado walitaka kufanya. Sasa swali likawa tutawafanyaje? Kulikuwa na makubaliano ya namna ya compensation kulingana na nini au fika mahali popote. Haikuwa ilikuwa ya muda mrefu, ilikuwa inachelewesha, na wananchi walikata tamaa, na wazungu wengi walikimbia katika nchi. Wengi walikwenda South Africa, wengine walikuja Kenya, wengine mahali pengine, na kule wengi walianza kuja kuchukua mashamba. Lakini baada ya kuchukua mashamba na hali ya uchumi iliyokwenda, bado ilizidi kushuka chini. Kwa hiyo hoja ya kuwatafuta ilifika watu wengine hata kufikiria kwa nini wasirudi walime, wabaki kuiongoza nchi. Lakini wakasema bana, ardhi bado itakuwa ni ya Mugabe alikuwa anashikilia. Ardhi bado ni mali ya Afrika, na kwamba kama kuna jambo ambalo litatakiwa kurekebisha baadaye, ni kitu ambacho kitarekebishwa tu katika mazungumzo na sera na uongozi wa chama kilichopo ambacho ni chama. Ian Smith pia alijaribu kumzuia Mugabe kuungwa mkono na jumuiya ya kimataifa kwa kumuita gaidi badala ya mkombozi, kujaribu kuonyesha kuwa harakati zake zilikuwa za vurugu zisizo halali. Hili lilikuwa jaribio la kumpindua kwenye medani ya propaganda ya kimataifa, lakini halikufanikiwa kikamilifu, hasa baada ya nchi za Afrika kuunga mkono ukombozi wake. Takribani wakulima walowezi 4,500 walimiliki zaidi ya 70% ya ardhi bora. Wazawa wengi wa Kiafrika walibanwa kwenye maeneo duni na yasiyofaa kwa kilimo. Lakini katika makubaliano ya Lancaster House ya mwaka 1979, Mugabe aliahidi kutofanya unyakuzi wa ardhi kwa nguvu. Mataifa ya Magharibi yakamwekea vikwazo na mahusiano ya kimataifa yakavunjika. Cha kupoteka ilikuwa ni kikubwa sana kwa wazungu wa Zimbabwe, na ndio maana vikwazo hivi vinavyowekwa vilikuwa ni unilateral, yani kwa vikwazo ambavyo vimewekwa na mataifa nje ya sheria za kimataifa, ambapo vikwazo halali vya kimataifa hasa vinatoka katika multilateral platforms kama Umoja wa Mataifa ama mashirika yake. Kwa vikwazo vilivyokuwa kwa kiasi kikubwa vilikuwa ni vya nchi ya Uingereza, lakini pia na maswaiba wake Marekani. Kwa hiyo ni vikwazo ambavyo tunasema unilateral imposed, yani vimewekwa, hata kama kwa sababu katika Umoja wa Mataifa nchi ya Urusi na nchi ya China zilitumia kula turufu kupigwa vikwazo dhidi ya Zimbabwe, lakini Marekani zikasema sisi na Uingereza tutavichukua kwa maslahi yao kama nchi ambayo nje ya platform ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sasa maeneo ambayo yalikuwa targeted, yaliyolengwa, la kwanza ilikuwa ni eneo la sekta ya ulinzi. Sekta ya ulinzi kwa maana ya kwamba tukiwalemaza katika eneo hili hapa, tunawafanya nyinyi msiwe salama kiulinzi, ikiwa tutakapokuja kuwavamia hata kijeshi hamna namna. Kwa hiyo sasa unazuia nchi zisiwauzie silaha Zimbabwe, na wakifanya hivyo mnaenda kwenye ngazi ya pili, second states, ambazo vinakiuka uchumi, vikwazo vilivyowekwa zinaadhibiwa. Kwa mfano Tanzania mnataka kuiuzia silaha Zimbabwe, nyinyi mnakuwa mmekiuka vikwazo vya Marekani, kwa hiyo nyinyi mnaadhibiwa kama ambavyo Zimbabwe. Sasa ndio athari ya vikwazo vya kiuchumi. Maana yake ni kwamba makampuni na mataifa yanazuiwa kufanya biashara ama kushirikiana
aidha katika sekta fulani ama kwa ujumla na nchi nyingine. Kwa sasa maana yake ni kwamba hata nyinyi Tanzania, hata kama mnaipenda Zimbabwe, na nyinyi ama makampuni yenu yanazuiwa. Kwa mfano sisi Tanzania tumekuwa na msimamo wa mshikamano na Zimbabwe kwa miaka mingi, lakini ikiwa tungekuwa tunafanya biashara ya silaha ama chochote katika sekta ya ulinzi, na sisi pia tungeadhibiwa kama nchi za ngazi ya upili zinazosaidia Zimbabwe. Sasa hivi vikwazo vya kiuchumi vinaanza katika sekta ya kwanza ya kijeshi, lakini sekta inayofuatia maeneo mengine ya kiuchumi. Zimbabwe uchumi wake kwa kiasi kikubwa ni export, unaotegemea kuuza nje. Kwa mfano sekta ya kilimo, walikuwa wazalishaji wakubwa sana wa mazao, hasa tumbaku, mahindi, matunda, maua na mazao mengine. Sasa mazao hayo hawayauzi Tanzania, hawayauzi Malawi, hawayauzi Kongo, wanauza wapi? Ulaya na Marekani. Kwa sasa wanazuiwa kusafirisha bidhaa hizi kupeleka Ulaya na Marekani. Maana yake ni kwamba pato ghafi la nchi linapungua, ambayo linaathiri uchumi wa moja kwa moja. Lakini sasa kama ni hivyo, maana yake ajira zilizokuwa zikizalishwa kupitia sekta hizo pia zinaanguka. Unakuwa una watu ambao cha kwanza wanakosa fursa za kupata ajira. Wakikosa fursa za kupata ajira, maana yake wanakosa fursa za kupata kipato ili kujikimu kimaisha, ikiwemo kusomesha watoto wao, matibabu na vitu vingine. Zimbabwe ikakumbwa na mfumuko mkubwa wa bei. Ajira zikashuka, njaa ikaongezeka na mataifa ya nje yakasitisha misaada. Lakini mwamba huyu hakukata tamaa. Aliendelea kuwa na msimamo. Aliheshimika sana Afrika, si kwa mafanikio ya kiuchumi bali kwa msimamo wake usioyumba dhidi ya mataifa ya kibeberu. Kwa maana ya kwamba mnapokuwa katika hali, na ndio malengo ya awali ya vikwazo, ni unaubana uchumi wa nchi fulani ili kuwalazimisha viongozi wapige magoti, kwa sababu pressure hii, mkandamizo huu unajenga chuki ya wananchi dhidi ya viongozi wao. Sasa wananchi wao hawana watu wa kuwalaumu, hawawezi kuilaumu Marekani. Immediate enemy kwao ni viongozi wao wa serikali, sababu viongozi sisi ndio wanakusanya kodi, ndio wanaopanga sera na nini. Kwa sasa hii inafanya ndani ya siasa za nchi, hali ya siasa inakuwa haipo katika mtengemao. Kwa hiyo sasa inaathiri hata uhuru wa nchi kujiamulia mambo yake, kwa sababu mtakapotoka washirika wenye nguvu kiuchumi, ni Benki ya Dunia mfano na shirika la fedha la kimataifa, ndio walikuwa watu wa kwanza kutekeleza mkandamizo kwa Zimbabwe. 2002 tayari Benki ya Dunia na shirika la fedha la kimataifa lilikuwa limeanza kukataa kufinance, kugharamia shughuli za kiuchumi za Zimbabwe, aidha kwa kutumia kwa njia ya mikopo, lakini pia kwa njia ya misaada. Kwa sasa hawa utawaendeaje hao? Mbinu ya pili inatumika katika hali kama hii, inatumikaje? Ni kwamba sasa katika siasa hii, sinakuwa nchi imeanza kuathirika siasa za ndani. Tuna kitu kinaitwa siasa ya vyama vingi, vyama mbadala. Vyama mbadala ambavyo ni nje ya ZANU-PF, chama tawala, vinapataje nguvu yake? Vinapata nguvu yake kwa kuwaambia wananchi kwamba matatizo yenu yanatokana na ZANU-PF. Haya, wao hiyo nguvu ya kuambia hivyo wanapata kutokana na ufadhili mbalimbali unaotoka katika mashirika ya nje ambayo yana maslahi na Zimbabwe kuwa katika mikono ya umiliki wa wachache waliokuwa wazungu. Mchango wa Robert Mugabe katika Umoja wa Afrika AU ulikuwa mkubwa na wa aina mbili kuu: kifalsafa, kiitikadi na kivitendo na kidiplomasia. Alijitokeza kama mtetezi wa uhuru wa Afrika, mpinga ubeberu na mshirika mwenye ushawishi mkubwa katika mijadala ya bara la Afrika. Mchango wake katika Umoja wa Afrika ulikuwa na uzito wa kihistoria. Alionekana kama alama ya mapambano dhidi ya ukoloni na sauti muhimu kwa mataifa ambayo bado yalihisi kunyonywa kiuchumi na kisiasa. Alisimama kidete kupinga uingiliwaji na mataifa ya magharibi katika siasa za Afrika, akiamini kwamba Afrika inapaswa kujiongoza bila mwelekeo wa nje. 1998 Kabila alikabiliwa na jaribio la kupinduliwa kutoka kwa majeshi ya zamani ya waasi waliomsaidia kuingia madarakani. Mugabe aliingilia kati kwa haraka na kutuma majeshi ya Zimbabwe kupitia SADC kumsaidia Kabila. Mahusiano ya Robert Mugabe na Laurent Kabila yalikuwa ya kimkakati na kindugu. Yalijikita katika itikadi ya Uafrika, mapambano ya ukombozi na upinzani dhidi ya mataifa ya kigeni yenye maslahi kiuchumi barani Afrika. Mugabe alimsaidia Kabila kwa nguvu zote kwa sababu aliona Kongo kama uwanja wa mapambano mapya dhidi ya ubeberu.
Ingawa yalileta changamoto kwa Zimbabwe ya kiuchumi na kisiasa, Mugabe aliyaona kama ni ushahidi wa mshikamano wa kweli kwa watu wa Afrika. Atakumbukwa kwa hotuba zake dhidi ya mataifa magharibi, akilaani mfumo wa dunia unaoikandamiza Afrika. Pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa SADC, Southern African Development Community, akitumia nafasi hiyo kuhimiza mshikamano wa kikanda dhidi ya vikwazo. Mnamo mwaka 2017, jeshi la Zimbabwe lilichukua nafasi bila kumwaga damu. Mugabe akalazimishwa kujiuzulu. Baadhi walimshangilia na wengine walihuzunika. Kuanguka kwa Robert Mugabe kutoka madarakani mwaka 2017 kilikuwa ni kilele cha mchakato wa miaka mingi wa mgogoro wa kisiasa, kiuchumi na kijamii uliosababisha hasira ndani ya nchi ya Zimbabwe na hata miongoni mwa washirika wake wa karibu. Ingawa alidumu madarakani kwa zaidi ya miaka 37, kuanguka kwake kulikuja kwa kasi na kwa njia isiyotegemewa, kupitia kile kilichofanana na mapinduzi ya kijeshi yasiyo ya kawaida. Mtazamo wa dunia kuhusu Robert Mugabe ni mgumu. Inasemekana ni wa mseto na wenye vipande viwili vya hadithi. Ni kama shilingi yenye pande mbili. Upande mmoja unamtazama kama shujaa wa ukombozi wa Afrika, na upande mwingine ukimtazama kama kiongozi ambaye alipambana kuupata uhuru wa nchi yake na baadaye kuwa koloni la watu wake. Lakini jambo moja ni hakika, huwezi kuzungumza historia ya Afrika bila kumtaja Robert Mugabe. Mwana mapinduzi, mwalimu, rais, mpiganaji, mpingaji wa ukoloni, na kwa wengi fumbo lisilotafsirika. Hakuwa na woga wa kuongea pindi ambapo ameudhiwa. Alikuwa ni mtu ambaye amenyoka katika kutoa maoni na msimamo wake. Huyu ni Robert Mugabe ambaye alichaguliwa kuliongoza taifa la watu wa Zimbabwe. Robert Mugabe atakumbukwa kwa kuikomboa nchi ya Zimbabwe na kuitoa gizani kwenye ubaguzi wa rangi na kuiweka kwenye nuru. Huyu ni mtoto wa Afrika, the son of Africa.